Ujumbe wa makanisa ya Waadventista wa Sabato ni jumla. Habari njema za Yesu Kristo na kurudi kwake haraka inajumuisha sio tu ukombozi wa kiroho, bali pia urejesho wa kimwili na kiakili wa binadamu kupitia mtindo wa maisha wenye afya. Karibu katika makala maalum itakayokufahamisha kwa ukaribu zaidi juu ya zahanati ya Kamnyonge. Msimulizi wako mimi ni Lea Thomasi. Ifahamu zahanati ya Kamnyonge inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara ilianzishwa mwaka 1970 na leo ni moja ya vituo vya afya vya imani vilivyo katika wilaya ya Musoma. Kamnyonge ni mojawapo ya vituo 27 vya afya vilivyopo katika halmashauri ya manispaa ya Musoma. Kama taasisi inayotegemea imani, zahanati hii imesajiliwa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nambari ya usajili 205003. Huduma zinazopatikana katika zahanati hii ni pamoja na huduma za wagonjwa wa nje, huduma za uzazi, huduma za uchunguzi na matibabu ya wagonjwa wa HIV, kliniki ya kifua kikuu, huduma za uzazi wa afya ya mama na mtoto, huduma za macho ambazo hutolewa mara kwa mara. Hapa na kufahamisha utendaji kazi wake na namna ambavyo imeendelea kutoa huduma katika eneo hili. Kutana na muhasibu wa idara ya afya katika jimbo la Mara, Emison Eltabu Elnazi, anajibu swali ambalo wenda umejiuliza pamoja nami. Zahanati hii kuitwa Kamnyonge na kuwepo katika eneo la Nyamatare. Anatufafanulia zaidi. Idara ya afya inashughulikia hospitali na zahanati zote zilizoko chini ya jimbo hili la Mara, ikiwa na wafanyakazi zaidi ya 25 ambao wanawajibika katika vituo vyetu wakihakikisha ya kwamba huduma za watu zinaendelea kuimarika. Kwa nini Kamnyonge SDA Dispensary na kuwepo eneo la Nyamatare au Majita Road? Usajili wa kituo hiki ulisajiliwa kwa jina la Kamnyonge SDA Dispensary ikiwa katika kanisa letu la Kamnyonge, lakini baada ya kutokea ajali ya moto eneo lile pia lilionekana kuwa finye. Kwa hiyo uongozi miaka hiyo uliona hekima ya kukihamisha kituo hiki, kukitoa katika eneo lile la Kamnyonge kanisani na kukileta katika maeneo haya ya viwanja vya Nyamatare SDA Church. Lakini kituo hiki sasa kilihama kikiwa na usajili tayari wa jina hili la Kamnyonge SDA Dispensary. Na ndio maana kinaitwa bado Kamnyonge SDA Dispensary, lakini kinapatikana maeneo ya Nyamatare. Emison Eltabu Elnazi anafafanua zaidi ni kwa namna gani kazi ya injili katika kituo hicho inafanyika. Kama kawaida ya vituo vyote vya kanisa, huwa tunaanza na Mungu. Kwa hiyo vipindi vyetu vya asubuhi kabla ya kuanza kazi tunakuwa na kipindi cha ibada na maombi. Lakini baada ya hapo tunapokuwa na wagonjwa ambao wamepumzishwa katika wodi zetu, tunapata fursa ya kupita kuwaona na kusali nao kama sehemu ya ibada kwao na kumtambulisha Kristo wanapokuwa katika vituo vyetu. Lakini tumeendelea kushuhudia idadi kubwa na ongezeko la wagonjwa au wahitaji wa huduma kutoka katika maeneo mengi, ambapo tumebahatika kuendesha semina aidha katika makanisa mahalia, katika maeneo ya mikutano ya hadhara. Wateja hao kila baada ya mikutano inapokwisha wamekuwa wakielekezwa kuhudhuria na kufika katika vituo vyetu mahali vilipo, na tumeshuhudia wakiwa wanakuja, na hakika wanaendelea kumshuhudia Mungu akitenda mambo makubwa katika maisha yao. Peninapo Ouma ni mganga mfawidhi wa kituo cha Kamnyonge. Anaeleza jambo la kutia moyo hapa juu ya wale wenye changamoto ya kifedha. Tumefanikiwa kufikia watu wengi zaidi kwa njia ya kutoa huduma za afya, lakini pia kwa uinjilisti, kwa sababu tunafahamu kwamba
kazi ya kuhudumia, kazi ya afya ni mkono wa kuume wa Injili. Kwa hiyo tumejitahidi kufanya kadri ya neema ya Mungu ambavyo ilikuwa na sisi kwa ajili ya kuwafikia watu. Na kiukweli mwitikio wa watu na mapokeo ya watu ni makubwa sana kwenye zahanati yetu, hasa ukilinganisha ni kwamba tunajitahidi kwamba wagonjwa wanapokuja hapa waone utofauti wa watumishi ambao wanafanya kazi kwa kuongozwa na maombi, na waone pia utofauti na sehemu zingine. Kwa zahanati yetu kwa wastani kwa siku tunaweza tukapokea wagonjwa 25. Na sisi tunapokea wagonjwa wa aina mbili. Wagonjwa wa aina mbili kwamba kuna wagonjwa wa bima ambao ni tunatumia hii ya mfuko wa afya wa bima ya taifa, hii ni NHIF, lakini pia tunapokea wagonjwa ambao ni tunaita ni fedha taslimu ama cash kwa neno rahisi. Tunatoa na misamaha kwa wale ambao tunaamini kabisa kwamba huyu anastahili kusamehewa, kwa sababu tunaamini kwamba sio kila mmoja anaweza kumudu gharama za matibabu. Kuna mtu hatakuwa na bima wala hatakuwa na hela, hatakuwa na fedha za kugharamia matibabu, lakini anaumwa. Kwa hiyo misamaha pia inatoka. Utaratibu tunaoweka ni kwamba tunahakikisha kabisa huyu mtu ni yule ambaye hawezi kabisa kugharamia. Unaona? Na kiukweli ni kwamba ambaye hana hela, ambaye hawezi, sio ambaye hana hela. Nisitumie kauli kwamba ambaye hana uwezo kugharamia matibabu huwa anajulikana. Na hii tabia huwa haijirudii, kwa sababu kwa namna ambayo mimi kwa uzoefu wangu ambao nimeshafanya kazi, ninamfahamu kwa kidogo nafahamu kwamba huyu hawezi kugharamia matibabu. Lakini pia huyu anaweza kugharamia matibabu, ila tu amekuja anajaribu unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ule uaminifu tunaoweka ni kwamba kwanza tunajaribu kuangalia kwamba sehemu anayoishi inafikika. Hata kama kituahidi kwamba ataleta Jumatano, mimi naweza nikapafahamu. Nina uzoefu na maeneo haya. Kwa hata mtu akiniambia ni kwa mzee fulani, na mzee fulani eneo lipi? Kwa mzee fulani labda sehemu fulani, naweza kapita jioni nikapaona. Kwa hiyo nitapita, namba ya simu pia wanaacha, unaona? Kwa hiyo huwa kujirudia kwa wagonjwa wa misamaha kwa kweli ni mara moja sana. Na mgonjwa ambaye kwa bahati nzuri ni kwamba mgonjwa ambaye leo atatibiwa bila pesa akasamehewa, hao ndio huwa wanatuletea wagonjwa 2 watatu kwenye pesa, kwa sababu ameona hajalipa gharama, umemhurumia, umemsaidia. Kesho anaenda kuambia nilienda kuhudumiwa pale Nyamatare pale, ile ndio inaitwa Nyamatare. Lakini nitoka Mnyonge SDA. Nilienda pale nikahudumiwa, yani walinihudumia vizuri na hapo tu sikulipa, nilikuwa sina. Kwa hiyo yule ndugu yake pia atakuja kulipa hela. Kwa hiyo kiukweli tunapata faida, kwa sababu yule ambaye alikuwa hana pesa, gharama tuliomhudumia na kumsamehe ilikuwa ni ndogo kuliko ile ambayo tutakuja kuipata kesho yake. Kwa kweli mwitikio umekuwa mzuri, lakini pia huduma zetu ni nzuri kwa sababu sisi tunahudumia kibinadamu. Kwa sababu tuna sheria moja kwamba kila unayemhudumia muweke katika position kwamba huyu ni baba yangu. Kwa hiyo ukimhudumia mtu mzima rika la baba yako utasema hapa ninamchoma sindano baba yangu. Au ukimhudumia mtoto utasema huyu ni mdogo wangu ninayempenda sana. Hiyo inatusaidia sisi kuondoa upendeleo, inatusaidia sisi kuondoa makasiriko, lakini inatusaidia sisi pia kumjali kila mtu kulingana na alivyo, bila kujali kama yeye amekuja na gari ama amekuja kwa miguu ama amekuja peku. Kwa sababu tunajua hii ni jamii na tunaishi ni binadamu, tunakuja kwa namna tofauti. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwamba ametupa neema ya kuwa na mwitikio chanya kwenye kituo chetu. Elianaeli Naftali ni miongoni mwa wataalamu wa maabara katika zahanati hiyo. Anabainisha magonjwa yanayopatiwa ufumbuzi katika zahanati hiyo. Katika zahanati yetu hii, mimi kama mtaalamu wa maabara, kuna vipimo mbalimbali ambavyo tunavifanya katika dispensary yetu kwa ajili ya kusaidiana kutoa huduma pamoja na daktari. Na katika kituo hiki au zahanati yetu hii ya Kamnyonge, utaratibu wetu tulionao
ni daktari kule anaandika vipimo ambavyo anahitaji kwa mgonjwa, alafu mgonjwa anafika hapa maabara kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Na tunavyo vipimo mbalimbali ikiwemo malaria, kupima mkojo, kupima choo, kupima wingi wa damu, grupu la damu, uric acid, homa ya ini. Tuna vipimo vingi ambavyo tunapima ikiwemo na kipimo cha vidonda vya tumbo pia. Kwa hiyo jamii inayotuzunguka ni wengi wanaofika katika kituo hiki kwa ajili ya kupata huduma, na wengi wanapeana taarifa. Maana tunapata wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali, wengine wanatoka vijijini, wengine wanatoka Tarime, wengine wanatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kupata huduma katika kituo chetu. Tunawakaribisha wale wote ambao wanahitaji kupata huduma ya afya wafike katika kituo chetu cha Kamnyonge. Kuna huduma iliyo safi, huduma iliyo njema, maana tayari tuna mkono wa Mungu wa kuume ambao unatuongoza katika uponyaji. Hatuwaombei waugue, isipokuwa inapotokea wamepata changamoto za afya wafike katika kituo chetu cha Kamnyonge CDA Dispensary. CTC ni moja ya kitengo kinachopatikana katika zahanati hii. Grayson Gaspar anaeleza ni kwa namna gani utoaji wao wa huduma ufanyika. Kwa upande wa CTC, sisi tunadili na watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo tunahusika na kutoa huduma ya dawa, ushauri nasaha pamoja na upimaji. Vile vile na kufuatilia wateja kwa ajili ya kuja kwenye kliniki zao. Kwa hiyo mapokeo ya wateja kuja kwenye huduma ni mazuri, kiasi kwamba watu wanakuja kwa wakati kwenye kliniki zao. Vile vile wanakuja kuchukua dawa, kupata ushauri, upimaji wa ndugu zao, watoto wao, wenza wao. Vile vile tunafanya na huduma ya upimaji katika jamii, kwamba kwa wale ambao bado hawajajijua kama wana maambukizi wanaweza kupima na kuzijua afya zao, kwamba wawe natambua afya zao zipoje. Vile vile mapokeo ni mazuri, kwa sababu hata tutakavyoenda huko, tunavyoendaga huko mitaani, mapokeo ni mazuri. Kwa hiyo watu wanatupokea vizuri na wanatuonyesha ushirikiano. Kwa majina ni Shadrack Richard, ni clinician, ni clinic officers ila kitengo cha CTC. Hapa tunahusika huduma haraka haraka. Hapa tunatoa huduma ya HIV kwa ujumla, upimaji na dawa. Pia ukija upande wa CTC kuna kama vitengo vitatu hivi. Kuna upande wa vitabu ambao anahusika ni CHW, kwa sasa yeye yupo. Pia kuna lay counselor ambao yeye kazi yake kufuatilia wateja, ambapo mimi hapa anaitwa toa dawa na kutibu kama ana shida yote kuhusiana na CTC. Alafu kuna huyo data officer anaingiza data. Jinsi ya kuwafikia wateja wetu kama hivi unavyoona, wanakuja hapa, wengine wanawapigia simu hawapatikani, ila tuna lay counselor ambaye yeye anatembea moja kwa moja, anawafuatilia, anawafikia hadi majumbani kwao, kwa sababu pia kuna support inatoka ya kuwafuatilia, anawafuatilia hadi nyumbani, wanakuja wengine. Ndio hivyo, mwitikio upo wa kutosha. Watu wanakuja wengine sasa hivi kwa sababu vipimo pia ni bure, kupima ni bure, wanakuja kwa wingi, wanapima, wanajua afya zao. Pia hata kama mtu mfano akijijua au anajihisi tu ana maambukizi, wengine wanakuja kabisa unakuta shamba kuwa na maambukizi, anakuja mwenyewe, anaanza kupatia huduma sababu huduma ni bure, wanakuja wote kwa pamoja. Kwa kweli kuna mwitikio mkubwa. Kuna Jumanne na Alhamisi ni siku za kliniki kwa wateja wenyewe ambao wanatumia dawa. Ila hizi siku zingine ndio siku mfano anakuja mwenye elimu, tunatoa elimu kuanzia mfano Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Sio ambazo mara nyingi tunatoa elimu na upimaji unakuwa wa kutosha. Yes, ila kwa Alhamisi na Jumanne ni siku za kliniki kwa wenye maambukizi tayari. Ellen Joseph Machumu ni muuguzi msaidizi ambaye anatupitisha katika uzoefu wa utendaji kazi wake, ikiwa ni miaka 40 mpaka hivi sasa tangu alipoanza rasmi kutoa huduma katika kituo hiki. Kuwepo katika kituo hiki cha SDA Kamnyonge Dispensary nipo tangu mwaka 1985. Ndio nimeanza kuajiriwa, ajira yangu ya kwanza. Kipindi nimeanza, kituo chetu bado kilikuwa kule chini karibu na barabara la kule Feed Force. Ndio walikuwa wamepanga
nyumba ya mzee mmoja, nimemsahau. Na kwa kweli kipindi hicho ndio kazi ilikuwa nzuri, wateja walikuwa ni wengi, na kipindi hicho tulikuwa na wagonjwa wengi kwa sababu zahanati yetu katika maeneo haya ilikuwepo moja, na kwa namna hiyo tulikuwa na wateja wengi. Kipindi hicho tulikuwa wachache. Naweza ukawa nesi ukahudumia upande wa sindano, ukatoa dawa, bado unasafisha vidonda, na bado wakati mwingine inakubidi ukaa sehemu ya mapokezi. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji juhudi zako na wewe kujituma kwamba umekuja kufanya kazi na kwamba unafanya kazi ya Mungu. Kwa kweli kipindi hicho tumeanza kazi, nilikuwa kweli kijana. Tangu mwaka hiyo 1985 mpaka leo miaka 40 sasa inaenda kufika, na mimi ndo nasubiri muda wangu kulitaya. Kwa kweli nimeona mengi, na nashukuru Mungu kwamba ameweza kuniwezesha nifanye kazi kwa juhudi, kwa bidii na kwa kumtegemea Mungu. Kazi ilikuwa nzuri na wateja wetu walikuwa ni wengi, na pia tuliokuwepo tulikuwa tunafanya kazi kwa kujituma kwa bidii zote. Maana kipindi hicho tulikuwa na wagonjwa wengi, kama nilivyosema kwamba zahanati zilikuwa hazijawa nyingi. Kwa hiyo muda mwingi tulikuwa tunashinda na wagonjwa. Sio kama sasa hivi zahanati zimekuwa ni nyingi na unakuta wateja wanagawanyika maeneo mbalimbali. Hatujawacha mbali wale wote ambao hufika katika zahanati hii kupatiwa matibabu. Nakutana naye Damari Jafeti ambaye anazungumzia namna ambavyo huduma zinatolewa katika kituo hiki, pamoja na kueleza ni nini tamanio lake hapo baadaye. Kwa kweli huduma zake ni bora, na unaweza ukatibiwa kama hauna malipo kwa wakati huo. Hawamng'ang'anii mgonjwa kwamba mpaka ulete malipo, hapana. Watakuruhusu uende nyumbani, lakini kwa baadaye watakufuatilia. Kwa wale wagonjwa tunaotibiwa pale, kwa kweli tunapata ushawishi wa kuleta wagonjwa wengine kwa sababu ya huduma zilivyo bora. Kwa watu ambao hawajawahi kutibiwa katika kituo chetu kile cha Kamnyonge, nawatia moyo kwamba kituo kiko vizuri, huduma ziko vizuri, madaktari wako vizuri, ambapo wanatibu lakini kwa kumtegemea Mungu zaidi. Kwa hiyo wasikate tamaa, hata mazingira yanazidi kuboreshwa na huduma zinazidi kuboreshwa siku hadi siku. Tunashukuru kwa kuweka vituo hivi kwa ajili ya kutupatia huduma hasa za kiafya, lakini tunatamani viwe vituo vingi zaidi kwa ajili ya kufikia jamii kimatibabu zaidi, lakini pia kumjua Mungu kupitia vituo hivyo, kupitia madaktari wanaotuhudumia. Lakini pia tunatamani Mungu afungue njia zipatikane hata hospitali zaidi, visiwe tu vituo vya afya bali ziwepo na hospitali. Lakini niwatie moyo watu kuja kupata huduma katika vituo vyetu, maana vimewekwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu, lakini pia ni vituo ambavyo vinatoa huduma ya kiinjilisti zaidi. Mhasibu wa idara ya afya jimbo la Mara, yeye anabainisha anachojivunia mpaka hivi sasa. Tunachojivunia katika idara ya afya chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato,
tunaamini ya kwamba Mungu ameweka karama za utabibu kwa watu, lakini yeye mwenyewe ndiye mwenye uwezo wa kuwaponya watu. Na ndio maana umekuwa ni wimbo wetu mkuu na ndio njozi yetu kwamba watu wamuone Kristo, na wanapokuja na changamoto zao za kiafya, Kristo ashughulike nao kupitia kwa mikono ya matabibu na wauguzi ambao wameruhusu wawepo katika vituo hivi vinavyoitwa kwa jina lake. Lakini zaidi ya hapo, Mungu anapoendelea kutupatia fursa ya kutumika katika vituo vyake, tunatamani yeye pekee atambulike na kuonekana akihudumia watu wake katika vituo hivi, maana ametuita kufanya kazi sehemu ambayo huenda wangalipewa zamu hii malaika kufanya, lakini kwa sababu ametushirikisha katika mpango huu wa kuhudumia afya za watu, tunatamani yeye ndiye aonekane zaidi, lakini sisi tukiwa nyuma yake kama washika mkoba kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba huduma ya kitabibu kupitia idara ya afya, kupitia uongozi wa Roho wa Mungu inawafikia watu wake kama ipasavyo. Mganga mfawidhi wa kituo hiki, Penina Po Ouma, yeye anaeleza shauku yake. Mimi wito wangu ni kwamba waendelee kutuamini. Waendelee kutuamini kwa sababu tumeamua kufanya hizi kazi na tunaamini Mungu ametupatia neema kwamba tunaweza, na kwa sababu ametuweka hapa kwa wakati huu, tunaamini sisi ni viungo bora kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya kutoa huduma ya afya, lakini pia tunafanya kazi ya Injili kwa matendo yetu, kwa kauli zetu kwa wagonjwa, lakini pia kwa namna tunavyowahudumia. Sawa? Kwa hiyo watuamini, lakini pia waendelee kuja. Wasisite. Sio lazima uwe unaumwa, hata kama una shida tu ya ushauri, wewe njoo, tutakushauri cha kufanya. Muuguzi msaidizi Ellen Joseph Machumu anawasihi vijana kufanya kazi kwa juhudi. Unapokuwa bado kijana, natakiwa kufanya kazi kwa juhudi na kwa bidii. Ukilinganisha na muda huu, sasa hivi muda wa kuzunguka kukimbia sina. Lakini muda ule ni kwa mwepesi. Nilipokuwa bado kijana, nafanya kazi, nazunguka huko. Alafu ukilinganisha, tulikuwa wachache. Nakuta mtu mmoja unaweza ukamiliki vitengo 2 vitatu. Na wakati huo unavifanya kwa juhudi, kwa moyo, kwa wepesi. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi nimekuwa mzito. Kazi nyingi nimekuwa mzito, naona. Kwa hiyo ninachowaasa vijana ambao bado wanaendelea na kazi, wajivunie kuwa vijana. Maana wakati utafika, kama neno la Mungu linavyosema kwamba utakapokuwa mzee utabebwa upelekwe sehemu ambako hata hutataka kwenda. Kimaanisha kwamba nguvu zako ndizo zitakazofanyaje, zitakazoamuru mwili wako kwamba uende wapi, ufanye nini. Idara ya afya katika jimbo la Mara inasimamia vituo vya afya vipatavyo 5 mpaka hivi sasa, ambazo ni zahanati ya Kamnyonge, Nansio iliyopo Ukerewe, zahanati ya Tarime, pamoja na zahanati ya Bukwe inayopatikana Shirati, bila kusahau na Bugona iliyo katika mpango wa utekelezaji wa kuanzishwa kwake. Zahanati ya Kamnyonge ni sehemu muhimu ya huduma za afya katika wilaya ya Musoma. Inatekeleza dhima ya kanisa la Waadventista wa Sabato ya kutunza afya ya mwili na roho kwa njia ya maisha bora na huduma za afya. Kwa pamoja tuvikumbuke vituo vya afya kama hivi ambavyo vinachangia katika kuboresha maisha ya jamii na kutoa msaada wa kiroho na kimwili. Asante kwa kuungana nami katika makala hii. Ulikuwa nami msimulizi wako Lea Thomasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.